Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe. Lakini pia shukrani zako nyingi kwa kuendelea kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, lakini vile vile kwa kudondosha komenti yako kufuatia habari hii ya kutoka mjini Vatican. Ni mwendelezo wa yale yanayoendelea kujiri baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco na yale yanayoendelea kujitokeza. Na kwa taarifa ambayo tumeipata kutoka mjini Vatican ni kwamba ile conclave itaanza rasmi Jumatano ya Mei 7 mwaka 2025 kwa ibada maalum. Ni kwa namna gani? Basi endelea kufuatilia chaneli yetu hii ya Upashanaji Media ili uweze kupata habari zaidi na zaidi. Ni Aprili 27 mwaka 2025 jioni, baraza la makardinali limeungana na watu wa Mungu kusali masifu ya pili ya jioni kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea hayati Papa Francisco. Masifu ambayo yameongozwa na Kardinali Rolandas Macricas, kamishna maalumu wa kipapa wa kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Baraza la makardinali limeamua kwamba mchakato wa sala kwa ajili ya kumchagua papa mpya, yaani conclave, utaanza rasmi Jumatano ya Mei 7 mwaka 2025 kwa ibada maalumu. Hukulu wa Mtakatifu Petro ni kielelezo cha mamlaka aliyopewa na Kristo Yesu ili kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika kifungo cha upendo. Mtume Petro alikirimiwa neema ya pekee iliyomwezesha kumkiri Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na hivyo kupewa funguo kama askofu wa kwanza wa Roma, na baada yake wako waandamizi wake waliopewa dhamana ya kutangaza na kushuhudia huruma, upendo na msamaha unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Kiti cha ukulu wa Mtakatifu Petro ni mahali ambapo askofu mkuu wa jimbo la Roma anakaa na kuongoza, na kwamba kanisa kuu ni ishara ya mamlaka ya askofu na mafundisho yake ya kiinjili, ambayo kama askofu mrithi wa mitume anaitwa kulinda na kuyasambaza mafundisho hayo kwa jumuiya za Kikristo. Mababa wa kanisa wanasema kanisa kuu la kwanza kabisa ni katika chumba cha juu ambako Kristo Yesu walikuwa wamekusanyika kwa karamu ya mwisho na kupokea pamoja na Bikira Maria zawadi ya Roho Mtakatifu. Baadaye Mtume Petro alihamia Antiokia, mji uliohubiriwa na Barnaba na Paulo, na ambapo wanafunzi wa Kristo Yesu waliitwa wa Kristo kwa mara ya kwanza. Mwenyezi Mungu katika huruma na upendo wake wa daima alitaka kuwakusanya watoto wake waliotawanyika sehemu mbalimbali za dunia ili wawe wamoja. Akamtuma mwanae wa pekee Kristo Yesu ili awe mwalimu, mfalme na kuhani wa watu wote. Akamtuma pia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, asili ya muungano na umoja wa kanisa katika fundisho la mitume, ushirika, ekaristi takatifu na sala. Katika ushirika wa kikanisa yapo pia makanisa maalumu, ecclesiae particulares, yashikayo mapokeo yao wenyewe bila kuathiri mamlaka kuu ya kiti cha Petro mtume, kinachosimamia ushirika wote wa mapendo, ulinda tofauti za haki
zilizopo na kuendelea kudumisha ushirika wa kanisa la Kristo. Hivyo watu wote wanaitwa kwenye ushirika huu wa Kikatoliki wa taifa la Mungu, ambao washiria na kuhamasisha amani timilifu, ili wote wanaoitwa kwa neema ya Mungu wapate wokovu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican wanasema katika kanisa hili la Kristo Yesu, kuhani mkuu wa Roma aliye mwandamizi wa Mtakatifu Petro, ambaye Kristo Yesu alimkabidhi kondoo na wanakondoo wake ili awachunge, kwa agizo la kimungu amepokea mamlaka ya juu kabisa, kamili na yanayojitegemea na ya jumla kwa ajili ya utuma ya roho za watu, curam animalum. Hivyo basi, kwa kuwa amewekwa kuwa mchungaji wa waamini wote ili kukuza manufaa ya wote na ya kanisa zima na pia ya makanisa mahalia, anashika mamlaka ya juu ya kawaida juu ya makanisa yote. Kwa upande mwingine, na maaskofu wamewekwa na Roho Mtakatifu kuwa waandamizi wa mitume kama wachungaji wa watu, na pamoja na Baba Mtakatifu na chini ya mamlaka yake wanao utume wa kutumisha kazi ya Kristo mchungaji wa milele, kwa sababu Kristo Yesu aliwapa mitume na waandamizi wao agizo na mamlaka ya kuwafundisha mataifa yote, ya kuwatakatifuza watu katika ukweli na kuwachunga. Hayati Baba Mtakatifu Francisco aliwahi kusema lengo la kuwa na makardinali wawakilishi kutoka sehemu mbalimbali za dunia ni kuweza kushuhudia ukatoliki wa kanisa, kuendeleza umoja wa kanisa na halifa wa Mtakatifu Petro pamoja na makanisa mahalia. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican wanasema kusudi uaskofu uwe na umoja usiogawanyika, Kristo Yesu alimweka Mtakatifu Petro juu ya mitume wengine, na katika yeye akatia chanzo na msingi unaodumu na unaoonekana wa umoja wa imani na ushirika. Kimsingi, makardinali ni washauri wakuu wa alhifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake. Makardinali hawa ni sehemu ya viongozi wa kanisa la Roma na wanashiriki katika huduma ya kitume. Makardinali wanapaswa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo Yesu na injili yake sehemu mbalimbali za dunia. Wanatekeleza dhamana na wajibu wao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Makardinali wanakiri kanuni ya imani na kula kiapo cha utii kwa halifa wa Mtakatifu Petro. Wanavikwa kofia nyekundu ya kikardinali, alama na kielelezo cha heshima ya kardinali. Lakini ikumbukwe kwamba alama nyekundu maana yake ni kwamba wao wako tayari kujisadaka bila kujibakiza, kiasi hata cha kumwaga damu yao kwa ajili ya imani na usalama wa watu wa Mungu. Wako tayari kujitosa kimasomaso kwa ajili ya uhuru na uenezaji wa kanisa Katoliki. Makardinali wanavikwa pete rasmi, alama ya upendo wao kwa Mtakatifu Petro, ili waweze kuimarisha na kudumisha upendo wao kwa kanisa la Kristo. Mwishoni, makardinali wamepangiwa makanisa ya huduma ndani ya jimbo kuu la Roma, kwani wao ni sehemu ya familia ya Mungu. Jimbo kuu la Roma, hatimaye kila kardinali anapewa waraka unaomuonesha kuteuliwa na hatimaye kusimikwa kama kardinali, na hivyo kuwa ni kati ya washauri wakuu wa halifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wa kanisa la kiulimwengu. Pale ambapo kiti kitakatifu kiko wazi, sede vacante, baraza la makardinali linakusanyika kusali na hatimaye kumchagua papa mwingine ili kuendeleza kazi ya kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ni katika muktadha huu wa dhamana na utume wa baraza la makardinali katika kanisa, Dominika ya Huruma ya Mungu, tarehe 27 Aprili 2025 jioni, baraza la makardinali limeungana na watu wa Mungu
kusali masifu ya pili ya jioni kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco. Masifu ambayo yameongozwa na Kardinali Rolandas Macricas, kamishna maalum wa kipapa wa Kanisa Kuu la Bikira Maria Mkuu, ambaye pia ni mwandamizi wake. Hii ilikuwa ni fursa kwa baraza la makardinali kuungana na watu wa Mungu waliokuwa wamefurika kwenye Kanisa Kuu la Bikira Maria Mkuu kwa ajili ya masifu ya pili ya Dominika ya Huruma ya Mungu, pamoja na kutoa heshima zao kwenye kaburi la hayati Baba Mtakatifu Francisco. Makardinali na watu wa Mungu katika ujumla wao walipata nafasi ya kusali kwenye kaburi la hayati Baba Mtakatifu Francisco kwenye kikanisa cha Bikira Maria Hafia ya Warumi, Salus Populi Romani, mahali ambapo hayati Baba Mtakatifu Francisco amefika hapo kusali zaidi ya mara 126. Kwa hakika alikuwa na ibada kubwa kwa Bikira Maria. Kanisa limesali na kumwombea Baba Mtakatifu Francisco ili Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kumpokea mbele ya uso wake katika mwanga wa milele na usingizi wa amani, huku akiwa na tumaini la ufufuo wa wafu, maisha na uzima wa milele. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi U Media, kumbuka upo nami mpashanaji wako Uncle Tom Mpanji, nikuletea habari zaidi zinazoendelea kujiri mjini Vatican mara baada ya kifo cha hayati Baba Mtakatifu Francisco. Sina la ziada. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe, kulike, kushare na kuacha maoni yako kufuatia taarifa hii. Asante, bye bye.